Kile ambacho tumejifunza hadi sasa katika sura 9 za kwanza za Mithali ni kwa njia nyingi. Utangulizi. Tumepewa umuhimu mkubwa wa hekima. Tumealikwa kufuata hekima, kuchimba hekima, kukumbatia hekima ya Mungu. Na pia tumepewa maonyo kuhusu kukataa hekima ya Mungu. Sasa kwa hayo tunafika hapa kwenye sura ya 10 ambapo aya ya 1 inarudia kichwa cha kitabu Mithali za Sulemani. Na kile tunacho hapa ni mwanzo wa sehemu ndefu ya kitabu ambayo inatupa mfululizo wa mithali za pekee zilizotengwa. Kila aya au kila methali inasimama peke yake. Hakuna mjadala mrefu. Na hiyo inamaanisha kwamba kuanzia hapa sehemu kubwa ya kitabu hiki itakuwa vigumu kuainisha. Kama wewe ni mwalimu wa Biblia au mchungaji au mishonari na umejaribu kufundisha kupitia kitabu hiki, unajua kile ninachokabiliana nacho sasa hivi. Sulemani atagusia mada kadhaa na atafanya hivyo kwa haraka, na kwa kweli atafanya hivyo mara kwa mara. Sasa ukirudi kwenye moja Wafalme saa 4 na madakika 32, tunaambiwa kwamba Sulemani alizungumza mithali 3,000. Kwa hiyo hapa katika kitabu cha Mithali tuna mkusanyiko mdogo tu wa hizo. Hata hivyo, hizi ndizo mithali ambazo Roho wa Mungu alitaka zihifadhiwe katika rekodi yake iliyoongozwa ya maandiko. Hatukupata mithali zote, lakini hizi ndizo mithali ambazo Mungu alitaka tuwe nazo. Sasa hebu niseme mambo kadhaa kuhusu mithali za Kiebrania. Zimeandikwa kwa mtindo wa kishairi na kile utakachokiona mara nyingi ni kitu kinachoitwa usawa. Hii inamaanisha kwamba mstari wa pili wa methali unalingana na mstari wa kwanza. Kwa kweli, mstari wa pili mara nyingi hurudia wazo la mstari wa kwanza na hutumia maneno tofauti. Wakati mwingine mstari wa pili huunda tofauti na mstari wa kwanza. Kwa mfano, hapa katika sura ya 10, katika mstari wa 1 tunasoma, mwana mwenye hekima humfurahisha baba yake, lakini mwana mpumbavu ni huzuni kwa mama yake. Hapo kuna tofauti. Jambo lingine la kukumbuka ni kwamba methali siyo dhamana. Ni kanuni ya jumla. Kanuni ya jumla kwa kawaida hutimia, lakini siyo kila wakati katika maisha ya kila mtu. Kwa mfano, hapa katika mstari wa 9 tunasoma, yeyote anayetembea kwa uaminifu hutembea kwa usalama, lakini yule anayepotosha njia zake atagunduliwa. Basi wacha nikuambie, kuna watu wengi waaminifu duniani ambao wametendewa vibaya, na kuna watu wengi waovu duniani ambao wanaonekana kufanikiwa, hawajawahi kukamatwa. Lakini kanuni hii ni sheria ya jumla. Kwa kawaida inashikilia ukweli katika maisha, na ndiyo maana watu waaminifu wanaishi na usalama wa kujua wanafanya jambo sahihi. Watu waovu kwa kawaida watakuwa wakitazama nyuma yao, uona kama wamegunduliwa. Sasa tunapopitia mithali hizi nyingi, nataka uweke akilini kwamba zinatoa kanuni za jumla za kufuata. Kama hii hapa chini katika mstari wa 12, chuki huchochea ugomvi, lakini upendo hufunika makosa yote. Basi sehemu ya kwanza ni dhahiri kabisa. Chuki huleta migogoro, lakini upendo, anasema, hufunika makosa yote. Yaani, mtu mwenye upendo yuko tayari kusamehe watu wengine. Unajua, baadhi ya watu huweka kila kosa dogo dhidi yao kwenye sufuria na wanaendelea kuiweka kwenye jiko la mioyo yao, na kila siku wanapopita pale wanakoroga sufuria hiyo. Wanataka kukumbuka kile mtu alisema au kile walichofanya kilichowaumiza hisia zao. Kwa hivyo methali hii hasa inatuletea swali kuhusu matumizi, na swali la kujiuliza na methali hii ni hili: je, tutamwaga sufuria hiyo au tunataka kuendelea kuikoroga? Sasa hapa chini katika mstari wa 27 tuna methali nyingine ambayo Sulemani tayari ameigusia. Inasema, kumcha Bwana huongeza siku za maisha, lakini miaka ya waovu itakuwa mifupi. Sasa tena, hii ni kanuni ya jumla. Unaishi maisha matakatifu, na kwa ujumla yatakuwa maisha yenye afya na maisha marefu kidogo, kwa sababu hautaidhulumu mwili wako. Lakini kuna ubaguzi. Hii siyo dhamana.
Nawajua watu wacha Mungu ambao wamekufa wakiwa wachanga, na nawajua baadhi ya watu wenye dhambi sana ambao wao tu hawaonekani kuzeeka. Sawa, hebu nifafanue kanuni hii ya jumla kwa njia hii. Kama nikiendesha gari kulingana na kikomo cha mwendo na ninasimama kwenye taa nyekundu na siendeshi kwa kasi kwenye kona, basi pengine nitaishi kidogo zaidi kuliko mtu ambaye anafikiri amejiunga na mashindano ya mbio kila anapokaa nyuma ya usukani. Nilikuwa kwenye barabara kuu siku nyingine na jamaa mmoja alinipita akiwa anaendesha zaidi ya maili 100 kwa saa. Anapenyeza kati ya magari kwa uzembe. Sasa huenda mimi ndiye nitakayepata ajali wakati fulani, na huyo mtu anaweza asipate ajali kamwe, lakini kwa ujumla yuko kwenye hatari kubwa zaidi ya kufa barabarani kuliko mimi. Naam, hiyo ndiyo wazo hapa. Mtu anayetembea na Mungu anaishi maisha yenye afya zaidi, ambayo yana uwezekano mkubwa wa kupelekea maisha marefu kuliko mtu anayeishi maisha ya uzembe na dhambi. Sasa hapa katika sura ya 11 na aya ya 14 kuna methali inayotoa ukumbusho mzuri wakati unahitaji mwelekeo maishani. Hivi ndivyo methali inavyosema: pasipo na uongozi watu huanguka, lakini katika wingi wa washauri kuna usalama. Hilo ni kanuni nzuri ya kufuata. Usifanye maamuzi muhimu bila kushauriana na wengine. Mungu ametupa waumini wenzetu, ametupa viongozi wa kiroho, washauri wa kiroho ambao wanaweza kutoa mtazamo tofauti kidogo, uzoefu tofauti maishani, maarifa ya kibiblia ambaye yanaweza kutulinda tusifanye maamuzi mabaya. Wakati mwingine unalazimika kufanya uamuzi peke yako. Sasa katika aya ya kwanza ya sura ya 12 tunasoma hivi: yeyote anayependa nidhamu anapenda maarifa, lakini anayechukia kukemewa ni mpumbavu. Ingawa nidhamu au kurekebishwa ni jambo la kunyenyekesha na pengine la kuaibisha, mtu mwenye hekima anakubali kurekebishwa na maelekezo. Upumbavu unakana au unakataa. Sasa hapa katika sura ya 13 chini katika aya ya 20 tuna kanuni ambayo inaonekana mara nyingi katika mkusanyiko huu wa methali. Wacha nishughulikie hapa. Na inasema hivi: yeyote anayetembea na wenye hekima atakuwa na hekima, lakini rafiki wa wapumbavu atapata madhara. Wacha tutumie methali hii kwa swali hili: ni nani marafiki zako bora? Ni nani watu unaoshinda nao? Ni nani ambao umepewa ruhusa kwa ufanisi kuathiri maisha yako? Je, wao ni wenye hekima? Basi hekima yao itakugusa au ukosefu wake. Kwa hivyo chagua marafiki zako, marafiki wa karibu, kwa uangalifu. Sasa hapa katika sura ya 14 tunaambiwa kwa nini ushauri mzuri na nidhamu vinahitajika. Mstari wa 12 unasema, kuna njia ionekanayo kuwa sawa kwa mwanadamu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kwa kweli siwezi kufikiria maelezo bora ya dunia yetu kuliko methali hii. Watu wanaamini kwamba chochote ambacho ni maoni ya wengi, basi lazima kiwe sahihi. Chochote ambacho nchi yetu inahalalisha vizuri lazima iwe sawa. Chochote ambacho utamaduni wetu unakubali lazima kiwe sahihi. Basi ngoja nikuambie, kile ambacho ni sahihi kisiasa na kijamii mara nyingi ni kinyume na Biblia. Sasa hatimaye, kwa leo tuangalie hapa katika sura ya 15 na mstari wa 29 ambao unatupa neno la uhakikisho na pia unatupa neno la onyo. Bwana yuko mbali na waovu, lakini husikia maombi ya wenye haki. Unajua, nasikia watu wengi leo katika dunia yetu wakiongea kuhusu kuomba. Sasa kunapokuwa na tatizo, kuna kuomba kuhusu unajua hili au lile, lakini ngoja nikuambie, hiyo haimaanishi kwamba Mungu anasikiliza lazima. Kuomba kwa Mungu kunategemea ushirikiano na Mungu. Huwezi kuomba Baba yetu uliye mbinguni isipokuwa yeye ni Baba yako wa mbinguni. Hawezi kuwa Baba yako wa mbinguni kwa njia yoyote isipokuwa mwana wake ni Mwokozi wako. Hivyo ndivyo unavyoingia katika familia ya Mungu kupitia Yesu Kristo pekee. Na unapokuja kwa Kristo, unajua nini? Unaanza ushirikiano. Unaingia katika uhusiano na Baba yako wa mbinguni.
Ninataka kusisitiza mada moja zaidi inayopatikana katika sura za 10 hadi 15, na hiyo ni mada ya mazungumzo au maneno yako. Kuna mada chache, ikiwa zipo, zinazotiliwa mkazo zaidi katika kitabu cha Mithali kuliko mazungumzo yetu. Mithali ina mengi ya kusema kuhusu kile tunachosema. Kwa kweli, hapa katika sura ya 15 sasa na mstari wa 1 tunasoma mithali hii ambayo nataka ukumbuke leo: jibu la upole huondoa ghadhabu, lakini neno kali huchochea hasira. Kwa maneno mengine, hali za mvutano zinaweza kutulizwa na maneno ya neema. Maneno yanaweza kuanzisha vita. Maneno sahihi yanaweza kumaliza vita. Kwa hiyo hebu tutumie maneno yetu leo kwa hekima kubwa. Na kwa hayo, muda wetu umeisha. Mpaka safari yetu ya hekima ijayo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.